Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninawasalimu wote katika jina la Bwana Yesu. Amina. Awali ya yote naomba nitoe pole kwa familia ya Mtamya, pole kwa kanisa, pole kwa majirani, pole kwa shule ambayo Martha alikuwa ni mtumishi, lakini pia pole kwa watu wote ambao wanaguswa na tukio hili. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Tunafanya ibada hii ni kwa ajili yetu sisi tuliobaki. Hapa tunasema tunakwenda kustili mwili wa Martha. Kimsingi Martha mwenyewe hayupo, amekwisha ondoka. Kilichobaki ni mwili wake, na maandiko matakatifu yamesema tusihuzunike kama na wengine wasiokuwa na matumaini. Sasa ukiangalia hayo maandiko kwamba tusihuzunike kama na wengine wasiokuwa na matumaini, hajakataza tusihuzunike, lakini huzuni yetu isiende mbali kama wengine wasiokuwa na matumaini. Kwa nini? Kimwili tulizoea kumwona Martha, alitusaidia kazi katika mambo mengi ambayo tumekuwa naye, lakini sasa hatuko naye. Lakini kwa nini anasema tusihuzunike kama na wengine wasiokuwa na matumaini? Wenye matumaini wanaamini kwamba siku moja wataonana na Martha. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Lakini pia Yesu siku moja wakati akiwa pale msalabani, anateswa, anahangaishwa, Biblia inasema wako wa mama, unajua mama wanakuwa na huruma sana, wakamfuata pole pole, wakajipiga vifua, wakalia machozi. Yesu akawageukia, kasema, kina mama, msinililie mimi. Kumbe kwa upande wa Martha amekwisha ondoka. Ni kazi yetu sisi sasa kwamba tutamfuata namna gani. Jina la Bwana libarikiwe. Naomba basi tuangalie maandiko matakatifu katika kitabu cha Wafilipi. Wafilipi sura ya kwanza. Wafilipi 1, naomba nisome ule mstari wa 20. Wafilipi sura ya kwanza mstari wa 20. Maandiko matakatifu yanasema, kama vile nilivyotazamia sana na kutumaini kwamba sitaaibika kamwe, bali kwa uthabiti wote, kama siku zote na sasa, vivyo hivyo Kristo ataadhimishwa katika mwili wangu, ikiwa kwa maisha yangu au ikiwa kwa mauti yangu. Kwa maana kwangu mimi kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Ila ikiwa kuishi katika mwili kwangu mimi ni matunda ya kazi, basi nalo nitakalo lichagua silitambui. Ninasongwa katikati ya mambo mawili. Ninatamani kwenda zangu nikae na Kristo, maana ni vizuri zaidi sana. Bali kudumu katika mwili kwa hitajiwa zaidi kwa ajili yenu. Nami nikitumaini hayo, najua ya kuwa nitakaa na kudumu pamoja nanyi, ili mpate kuendelea na kufurahi katika imani, hata mzidi kuona fahari katika Kristo Yesu juu yangu, kwa sababu ya kuwapo kwangu pamoja nanyi tena. Jina la Bwana libarikiwe sana. Naomba tunapofanya ibada hii kwa ajili yetu, tunapojiandaa kumsindikiza au kusindikiza mwili wa Martha, tutazame maandiko matakatifu. Mtumishi wa Mungu Paulo akiliandikia kanisa la Filipi, akaonyesha ni jinsi gani ambavyo angetamani aendelee kuishi milele na milele katika mwili huu. Lakini akasema, kuishi kwangu mimi ni faida. Kuishi kwangu katika mwili huu ni faida yenu, lakini kufa ni faida kwangu. Ningeomba hata kama muda wetu sio mrefu sana, ni kushirikisha mambo machache sana. Kwa nini kufa ni faida? Ni jambo ambalo wakati mwingine haliwezi kuingia akilini sawasawa na haraka. Kama unaweza ukasema kufa ni faida, mfano kama tungeusimamisha familia ya Mtamya,
akasema kuondoka kwa Martha ndani ya familia ni faida. Haraka haraka sio rahisi kuelewa. Lakini maandiko matakatifu yamesema kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Kwa nini kufa ni faida? Yako mambo machache ambayo nataka nikushirikishe. Paulo akasema kama nikiendelea kuishi kwangu ninyi mtafaidika, lakini nikifa ni faida kwangu. Jambo la kwanza, kwa nini kuishi ni Kristo, kufa kwangu ni faida? Maandiko matakatifu katika kitabu cha Ufunuo anasema ni heri wafu wafao katika Bwana, naam wapate kupumzika baada ya tabu zao. Haleluya. Ni heri wafu wafao katika Bwana, wapate kupumzika baada ya tabu zao. Kumbe kufa kwangu mimi ni faida, kwa kuwa unapokufa unakwenda kupumzika baada ya tabu zako. Tunapoishi hapa duniani tabu ziko nyingi, mateso yako mengi, changamoto ziko nyingi. Lakini ukifa katika Kristo Yesu, na tunaposema kufa kwako ni faida, hii faida sio kwa kila mtu. Ni faida kwa wale wanaokufa wakiwa wanamjua Kristo kwamba ni Bwana Mwokozi wa maisha yao. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa wale watakao kufa katika Kristo Yesu, hao kwao ni faida, kwa sababu faida ya kwanza wanakwenda kupumzika. Sikiliza, maisha haya tunayoishi hapa duniani yana shida. Maisha tunayoishi hapa duniani changamoto ni nyingi. Inawezekana uko hapa hujui ukitoka hapa unakwenda kula nini. Inawezekana upo una ugonjwa, yaani tangu ulipotoka nyumbani mpaka kufika hapa imekuwa ni shida, ni matatizo. Hizo zote ni changamoto. Inawezekana ndoa yako haina amani. Inawezekana uchumi wako hauko vizuri. Inawezekana yako mambo ambayo yamekusonga hujui ufumbuzi wake. Inawezekana usiku haulali. Inawezekana yako matatizo ambayo huna majibu katika hayo. Lakini kama uko ndani ya Kristo Yesu, siku ukifa unakwenda kupumzika baada ya hizo tabu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ndio maana Paulo akasema kuishi ni Kristo na kufa kwangu ni faida. Lakini ni mpaka uwe umeokoka, unamwamini Yesu kwamba ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Haleluya. Sasa ili iwe faida yako kwako, ni lazima ufikiri Yesu. Lazima ujue kwamba Kristo hakika awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Lakini pia faida ya pili, maandiko matakatifu yamesema tunapokufa tunakwenda kupata urithi mpya. Tunakwenda kupata urithi mpya. Wapendwa, kama tungeuliza hapa kwamba katika familia yako, pengine baba yako akiondoka, unategemea kurithi nini? Inawezekana kwa maisha tunayoishi, maisha unayoishi, hakika hata ile matumaini kwamba utabaki na kitu gani, inawezekana hakuna. Inawezekana hakuna. Inawezekana maisha unayoishi ni ya kimaskini. Hujui baba yako akifa, mama yako akifa utarithi nini. Lakini kwa kuwa wale wote ambao wamemwamini Kristo kama Bwana Mwokozi wa maisha yao, maandiko matakatifu yamesema sisi ni warithi pamoja na Kristo Yesu. Kwa tunakwenda kupata urithi mpya. Faida ziko nyingi. Unakwenda kupumzika, lakini pia unakwenda kupata urithi mpya. Na jambo la tatu, tunakwenda kupata miili mipya. Hawa wanaotutangulia, maandiko matakatifu yako wazi, watafufuka na miili mingine, miili mipya kabisa. Miili tulio nayo ni shida, ni changamoto kubwa, matatizo ni mengi. Hakika naweza nikasema kwamba hapa tulipo, kama tunakwenda kwenye vipimo tukapimwa, ambao sio wagonjwa hapa watakuwa ni wachache. Wasio wagonjwa hapa watakuwa wachache. Lakini katika ile miili mipya ya mbinguni, kule hakuna ugonjwa, hakuna corona, hakuna kulazwa kwa malaria, hakuna minyoo, hakuna tatizo la kichwa, hakuna pressure, wala hakuna nini. Jina la Bwana libarikiwe sana. Hakuna. Hizo tu ni shida ambazo wale ambao wamemwamini Kristo wangetamani wahamishwe tu.
Lakini kama tungeuliza sasa, ni nani angetamani awe wa pili baada ya Martha? Ni ngumu sana. Lakini kama ingetokea kukawa na mawasiliano, tukamwambia Martha arudi tena katika ulimwengu huu, hawezi kurudi. Bwana Yesu atusaidie sana. Kama kungekuwa na mawasiliano, tukamwambia Martha unatakiwa urudi, tunatamani urudi tena ukae na sisi kwa furaha iliyo mbinguni, Martha hawezi kurudi. Hawezi. Wapenda, dunia hii shida ni nyingi, matatizo ni mengi. Kule mbinguni hakuna matusi, kule mbinguni hakuna kurogwa, kule mbinguni hakuna kuibiwa, kule mbinguni hakuna kutapeliwa, kule mbinguni hakuna manyanyaso, kule mbinguni hakuna haki ya mtu kupotea. Lakini hapa ukipeleka kesi mahakamani, wakati mwingine usipokuwa na mtu mkubwa, usipokuwa na fedha, usipokuwa na nini, mizunguko inakuwa ni mingi, shida zinakuwa nyingi, udanganyifu ni mwingi. Lakini mbinguni udanganyifu haupo. Ndio maana Paulo akasema kuishi ni Kristo, lakini kufa kwangu ni faida. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kufa kwetu ni faida kwa wale waliomwamini Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Lakini kama hujamwamini Kristo, wapendwa, tusije tukadanganyana, kufa kwako itakuwa ni hasara. Kwa sababu ukisoma kitabu cha Danieli sura ya 12, Biblia inasema wakati wafu watakapofufuliwa, wapo watakaofufuliwa wapate uzima wa milele, na wengine watafufuliwa wapate aibu ya milele. Kwa kwako haiwezi kawa faida, haiwezekani. Lakini wana faida waletua ambao wamemwamini Kristo kwamba ni Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Kule mbinguni hakuna malaria, kule mbinguni hakuna corona, kule mbinguni hakuna changamoto tunazopitia, kule mbinguni hakuna ndoo za maji za kunawa unapoingia kwenye mkutano, hazipo. Lakini kwa sababu bado tuko duniani, ni lazima tunawe. Amen. Lazima tunawe. Lakini tukifika mbinguni hayo yote hayapo. Katika Yohana sura ya 14 mstari wa 1, maandiko matakatifu yamesema, msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu kuna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia. Kwa kuwa ninaondoka kwenda kuandalia mahali, halafu nitarudi na kuwatwaeni, ili pale nilipo na ninyi muwepo. Kwa faida namba 4, tunakwenda kupata makao mapya. Na itakuwa ni ya mwisho kwa leo. Tunakwenda kupata makao mapya. Tunakwenda kupata maskani mapya. Sikiliza, unielewe vizuri. Yamkini kama hapa tungeweza kuulizana, na sitaki nikuulize, lakini wewe mwenyewe una majibu. Kama tungeulizana kwamba ni nani wamejenga, wana nyumba za kwao hapa, ama ni wengi au ni wachache? Haleluya. Inawezekana ni wengi au ni wachache. Lakini ukimwamini Yesu kweli kweli, haijalishi umepanga, haijalishi una nyumba, kule unakwenda kupata makao mapya. Na kule hakuna kupanga. Haleluya. Haleluya. Paulo anasema kuishi kwangu ni Kristo na kufa ni faida. Unakwenda kupata makao mapya. Unakwenda kupata sehemu yako mpya ambayo hutakiwi kulipia kodi. Hakuna mtu akuja kukuuliza kodi ya nyumba mwisho wa mwezi. Hakuna kulipia miezi mitatu. Hakuna kulipia miezi 6. Hakuna kulipia mwaka mzima. Tunaishi bure milele na milele. Jina la Bwana libarikiwe sana. Sasa unajua tukiwa katika dunia hii dunia huwa inatudanganya. Dunia hii inatudanganya. Hii mili tuliyovaa, ukishiba vizuri, unahisi kabisa kwamba utaishi milele na milele. Humjui Mungu. Mlango wa kanisa hujui. Tuseme hata mlango wa msikiti hujui. Unajua hayo unayoyafanya hujatumwa na kanisa lako. Hayo unayoyafanya hujatumwa na msikiti wako. Askofu wako hajakutuma uwe mlevi. Mchungaji wako hajakutuma uwe mzinzi. Hujatuma ubomoe ndoa za watu. Hujatuma uwe mzulumati. Hujatuma uwe mpokea rushwa.
Lakini tukiwa hapa duniani tunadanganyika sana. Maandiko matakatifu yamesema sisi ni wapitaji na wasafiri. Wapendwa, sisi tunapita. Hatutaishi milele na milele. Hapana. Tangu mwanadamu alipokosa, Mungu alisema kwamba hakika kufa na utakufa. Sasa haijalishi umeokoka au hukuokoka, siku yako ikifika utakufa. Haijalishi umetibiwa wapi au umeombewa wapi, siku yako ikifika utakufa. Swali ni kwamba siku ukifa unakwenda wapi? Utakwenda katika shida ya milele na milele au unakwenda kuzimuni? Dawa ni kumwamini Kristo ili awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kabla ya kumalizia, nikushirikishe hadithi moja niliyowahi kusoma sehemu. Mtu mmoja akafa. Alipokufa, pumzi hii ikaondoka, mwili ukabaki. Na kama tunavyojua kwamba hata hivi mnavyoniona, huyu anayesema ni mtu mwingine, na huyu mnayemwona ni mtu mwingine. Amen. Huyu anayesema mbele yako, unayemsikia ni mtu mwingine, lakini huyu unayemuona ni mtu mwingine tena. Sasa bado kwa huyo mtu amekufa, na tunaposema kufa ni roho kutengana na mwili, roho kaondoka zake. Nataka nikuhakikishie kwamba hapa, kama tungeuliza kwamba ni nani angetamani aende motoni hapa tulipo, nani anatamani siku akifa aende motoni? Anyoshe mkono. Nyosha tu kama upo. Wengine sioni vizuri. Labda kuna chini ya miti kabisa. Anayetamani siku akifa aende motoni? Hayupo na huwezi kumpata. Lakini maisha yako yanakuamlia. Hata hivi ninavyouliza ni nani angetamani aende motoni, huwa wakati mwingine tunajifariji, tunasema kwamba unajua habari za kwenda mbinguni ni Mungu mwenyewe anajua. Mimi kwa kweli siwezi kujua. Ile ni siri ya Mungu. Sio kweli. Kwani kama wewe ni mzizi hujijui? Kama ni mchawi si unajijua? Kama unabomoa ndoa za watu wewe si unajijua? Lakini tukisema nani anakwenda mbinguni, wote tunasema mbinguni tunakwenda. Nani wa motoni? Nasema unajua hakuna. Mbinguni bwana ni siri ya Mungu mwenyewe. Unajua. Sasa huyo mtu alipokufa, kama hivi mwili ukatengenezwa vizuri, ibada zikafanyika, kaenda wakamstiri. Alikuwa anaishi maisha mabaya hapa duniani. Lakini sasa yule mtu, nimeshakwambia huyu anayezungumza ni mwingine na huyu anayemuona ni mwingine. Sasa huyu anayezungumza sasa, alipoondoka akatamani aingie mbinguni. Akaambiwa hapana, mbinguni huwezi kuingia. Ona kule duniani, wewe ulikuwa mzinzi, ulikuwa mrevi, ulikuwa mwongo, ulikuwa mchonganishi, hata kanisa hukujua liko wapi. Ulikwenda kanisani kama kuondoa ili mradi tu ili wakuone. Wengine tunakwenda kanisani ili watuone. Hukuweza kutengeneza maisha yako. Kwa hiyo huku huwezi kuingia. Kasema sasa dawa ni moja. Ngoja nirudi tena kule duniani sasa. Halafu nikauambie mwili urudi ili tengeneze. Yule mtu akarudi. Aliporudi akaenda pale alipostiriwa sasa, kama huyu unayemwona mbele yako sasa huyu. Akasema, kama alikuwa na jina kama la kwangu sasa. Akasema, Jackson. Hebu njoo tutengeneze kwanza, njoo tutengeneze. Kumbe ulikuwa unanidanganya. Wewe ulijua siku ukifa unarudi hapa. Mimi kwa nilikokuwa nakwenda nimezuiliwa. Njoo kwanza tutengeneze. Huyu sasa unayemuona akasema hivi, sikiliza. Wewe kama nilikudanganya na wewe ukadanganyika, shauri yako. Maana tayari huku nilikorudi ndio kwetu. Na wewe rudi kule ndio kwako. Sina nafasi tena ya kurudi ili tuweze kutengeneza. Akasema hakuna, njoo tutengeneze. Hakuna uwezekano. Akalazimika kwenda kupotea bure. Maandiko katika Wagalatia amesema mwili unatamani ukishindana na roho, na roho kushindana na mwili. Kwa kipindi
wakati ambacho bado mwili wako havijatengana na roho yako ya tafakari maisha yako. Upo wakati ambapo utatamani kutubu lakini nafasi hautaipata. Upo wakati ambapo utatamani kutengeneza maisha yako lakini nafasi hautaipata. Wakati ulioamliwa ni sasa, na siku ya wokovu ni sasa, kabla siku hujarazwa kwenye jeneza haujafika. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Tuombe. Tunakushukuru mtakatifu Mungu wetu, Mungu uliyeziumba mbingu na nchi, Mungu uliyemuumba mwanadamu. Wewe Mungu ambaye siku za mwanadamu ziko mikononi mwako. Wewe umezihesabu siku zetu. Tazama, sisi hatuwezi tukajua hata kesho yetu, lakini wewe Mungu uliye na sifa ya kujua mambo yote yaliyopo, yaliyopita, hata yale yajayo. Wewe Mungu unafahamu maisha yetu, unafahamu na siku zetu za kukaa hapa duniani. Katika jina la Yesu Kristo, neno hili ambalo umesema na mkutano huu, umesema na watu hawa, kalifuatilie Bwana, na Roho wako Mtakatifu akatusaidie kubadilisha maisha yetu, ili siku itakapofika, utakapotuondoa katika ulimwengu huu, tukapate kuwa pamoja na wewe katika raha milele na milele. Asante kwa sababu yote yanawezekana. Lakini familia hii pamoja na waombolezaji wote inawakabidhi mikononi mwako, nikiomba roho ya faraja ikapate kutamalaki. Maana neno lako limesema, na himidiwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, yeye atufarijie sisi ili tuweze kuwafariji wao walio katika dhiki. Nasi tunakuamini kwamba wewe ndiwe Mungu Bwana wa faraja, uwezaye kumfariji mwanadamu, uwezaye kuingia ndani na kuweka matumaini yale ambayo unataka tuyaishi. Asante kwa ajili ya haya, ninaamini umetenda na utaendelea kuwa pamoja na kila mmoja mmoja. Ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Piga makofi mazito kwa ajili ya baba askofu. Haleluya! Haleluya! Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana.